hicho ndio nimesema na mimi ngoja nikaambue na mimi nikavute hiyo sumu. Kwa hiyo tunataka tukute wote, mtalala hapa hapa. Muje mtukaushe wote. Na wajukuu wote tunaenda kulala nao hapa hapa. Tena nimesikia kauli unasisitiza, na kuna mmoja nimemsikia kwamba hapa hamuondoki mpaka Mdude anapatikana. Kwa sura hii, kwa mwendo huu na hali hii ilivyo, hamuhofia afya zenu kiusalama? Kila binadamu aliyezaliwa hawezi kuishi milele. Hakuna binadamu ambaye pua yake imeangalia juu. Wote tutaonja umauti. Siwezi kuogopa kufa wakati najua nitakufa, ila sijui nitakufa saa ngapi na sijui nitakufa kifo gani. Kwa hiyo tuko hapa, hatuogopi kufa. Tunajua tutakufa, ila hatujui ni muda gani. Tuko hapa na hatutoki. Kama walisi tutatoka, hatutoki. Tuko hapa. Asante Mheshimiwa Katibu Mkoa. Asante waandishi wa habari kwa kufika kwenu. Poleni kwa kusubiri. Kwa tunaweka mambo sawa kufuatana na tukio ambalo limetokea katika mkoa wetu wa Mbeya, lakini pia katika ofisi zetu za kanda ya Nyasa. Ni tukio ambalo kwa kweli ni la kusikitisha, sio zuri sana. Ni la mauaji. Tunaendelea kumtafuta Mdude. Watu wamekaa hapa, lakini bila kutegemea watu wanakuja kuongeza msiba mwingine wa kutaka walisikia watu wakitembea nje usiku huo mkubwa na kulazimika kutoka kufuatilia kwamba kuna nini kinaendelea. Ndiko ambapo walikuta mazingira yote haya ya ofisi ya kanda yakiwa yamemwagiwa vitu ambavyo tunaviita kwa hatua hii ya kwanza, kwa sababu na madhara tumeona. Waandishi wa habari naona wote mna barakoa, mna vitambaa, mnajaribu kujikinga. Ni sumu. Ni sumu ambayo imemwagwa kuzunguka nje ya fence, lakini na ndani imetupiwa pia ndani ya fence. Kwa hivyo ni sumu ambayo ni sumu kali. Kwa sisi tu ambao tuko hapa na ambao walikuwepo hapa toka asubuhi, imeathiri watu. Inapalia kwanza, inaenda kifuani, inaleta maumivu kwenye kifua, inaumiza pua, koo, inaleta kuuma kichwa na pia macho kuwa mekundu. Kwa hivyo hayo ni madhara ya haraka ambayo waliopita eneo hili wamekutana nayo, wafanyabiashara wa maeneo haya ya jirani wamekutana nayo, vijana wanaoendesha pikipiki kwa maana ya bodaboda ambao wanapaki maeneo yetu haya wamekutana nayo. Kwa hivyo sumu hizo zimemwagwa usiku wa majira kama ya saa 9 hivi. Ni watu wenye nia ovu tu ambao wanaweza wakafanya kitu kama hicho. Watu wamekusanyika, watu wana majonzi, watu hawana majibu, wamechanganyikiwa. Wanachadema bado hawajapata ile kufunga kwamba hii habari ya Mdude inaishaje, yuko wapi, ana hali gani, lakini bado watu wanafuata mpaka kwenye kambi na kuweza kumwaga sumu kama ambavyo wamefanya. Kwa hivyo ndicho kilichotokea usiku wa kuamkia leo, na kwa haraka viongozi wetu wa chama walitoa taarifa polisi, ambapo OCD na timu yake waliweza kufika mapema hiyo asubuhi na kuweza kuchukua sampuli, wakisema wanapeleka kwa mkemia ili kuweza kutambua ni aina gani ya sumu. Na vile vile wametumia fursa hiyo kuwahoji baadhi ya viongozi wetu kutaka kujua ni nini kimetokea nyakati gani na vitu kama hivyo, kama taratibu za awali. Kwa hivyo kutokana na sumu zile kuwa na madhara makubwa kwa wapita njia, kwa wafanyabiashara, kwa sisi wanachama ambao tuko ndani ya ofisi hizi, tulilazimika lazima moto na kuwaomba waweze kufika, kwa sababu hizo ni sumu, hatuna utaalamu, hatujui ni sumu ya aina gani. Kwa hivyo ilibidi tuombe utaalamu kwa jeshi la zimamoto ambao walifika na kuweza kusafisha eneo hili kwa maji mengi. Wamesafisha hili eneo, lakini hii sumu ipo kwenye hewa, na ndio maana mpaka sasa hivi pamoja na kusafisha walituahidi kwamba pakikauka sumu zitakuwa zimeisha, lakini bado tunaendelea kupata yale madhara, japo sio kwa kasi ile kama ilivyokuwa asubuhi, lakini bado unasikia kabisa kwamba hewa haipo sawa. Kuna hiyo hali ya kukereketa puani na kwenye koo na kifua.
na kwa kweli imekuwa kero, kama nilivyosema, imekuwa kero. Waandishi wa habari mnaweza mkaona majirani wafanyabiashara hapo, watawaambia vijana wa bodaboda mzungumze nao. Imekuwa ni kero, wamekuwa ni waathirika wakubwa, ikiwemo wanafunzi ambao wamekuwa wakipita njia hii kuelekea mashuleni asubuhi ile. Kwa hivyo nini sasa tunasema kama chama? Sisi tunalitaka jeshi la polisi kwa kweli kuchunguza tukio hili, ikiwa ni pamoja na kuwachukulia hatua za kisheria wahusika wote, kufuatia pamoja na kufuatilia kwa mkemia mkuu ama mkemia yeyote ambaye anahusika na kutupatia majibu ya hizo sampuli ambazo polisi wanasema wamekwisha kuziwasilisha. Kwa hivyo tupate majibu ya hizo sampuli, ni sumu ya aina gani, inapatikana wapi, imetoka wapi. Tukishapata kujua ni sumu ya aina gani, tutajua kwamba sumu za namna hivi zinakuwa kwenye viwanda gani ama zinakuwa maeneo gani. Kwa hivyo ni muhimu sana jeshi la polisi kwa kushirikiana na mkemia wakatupatia majibu haya kwa haraka, lakini pia watuambie kitaalamu athari zinazoweza kusababishwa na kemikali hizi ama na sumu hizi, kwa sababu sisi tayari hatujui kwamba afya zetu inakuwaje. Na wito wetu mwingine ni tunauelekeza kwa mkuu wa mkoa. Kwa kweli tunamkumbusha tena mkuu wa mkoa kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa wa Mbeya, tunamwambia mkuu wa mkoa kwamba sisi wanachadema tunaona hatupo salama, tunaona tumetengwa, kama sisi sio sehemu ya wananchi ama sisi sio sehemu ya uwajibikaji wake. Yeye anatakiwa kulinda usalama wa wananchi, na tukizungumza wananchi, yuko Chadema, yuko CUF, yuko CCM, yuko ACT na vyama vingine na wasiokuwa na vyama. Kwa hivyo tunakuwa attacked, kuwa tunashambuliwa ndani ya wiki mbili, tunapata matukio ya namna hivi kabla hatujapata jibu la yuko wapi Mdude. Ofisi za kanda zinashambuliwa kwa sumu, kwa sababu wote tutatambua kwamba hata kwenye vita matumizi ya sumu sio kitu kinachoruhusiwa. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba tunashambuliwa waziwazi, na sasa chama kinashambuliwa kwa sumu. Kwa hivyo mkuu wa mkoa, tafadhali tunaomba majibu, shirikiana na jeshi lako, fanya vile ambavyo unapaswa kufanya, lakini tunataka urejeshe amani, urejeshe usalama wa wanachadema, wa wananchi kwa ujumla, kwa sababu wao waliofanya kitendo hicho wanaweza wakafikiri kwamba wamefanya wakitaka kumwathiri mwanachadema, lakini wamepita hapo, mabinti wanaenda shule, watoto wa kiume wanaenda shule, hawajapata bado umri wa kuwa na vyama, lakini kama hii inaathirika kwa kiwango hicho, wameathirika kama ambavyo sisi tumeathirika. Kwa hivyo mkuu wa mkoa, tafadhali timiza wajibu wako kama mlinzi, mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa huu wa Mbeya. Lakini tunaendelea kulaani na tunaendelea kupokea simu kutoka kwa viongozi wetu ngazi ya taifa, wakiungana na sisi kulaani hiki kitendo, kulaani matumizi haya ya sumu, kulaani kuvamia watu, kuvamia wananchi, kuvamia wanachama kwa namna hii ambayo hao waliofanya wamefanya. Nina imani kabisa kama polisi inataka kupata majibu, kama mkuu wa mkoa anataka kupata majibu na kuweka mwisho wa hili jambo, wanaweza. Hili ni jambo dogo sana kwa jeshi letu la polisi, lakini tunachokiangalia na tunachokisubiri ni ile nia ya kwamba watoke kwa ajili ya kulinda huu usalama wa mwanachadema. Na huu ni mtego kabisa tunauacha kwa polisi. Tunajua angekuwa shambulizi hili limefanyika sehemu nyingine yoyote, hata ingekuwa tu ni kwenye nyumba ya mwenyekiti wa mtaa, polisi wangekuwa mtaani wakiwajibika. Kwa hivyo polisi tunawaacha na hili, tunaomba majibu kwa haraka, na tunaomba tuone wale ambao wamefanya tukio hili wakifikishwa mbele ya sheria na mambo haya yakikomeshwa. Sasa kuna namna ambavyo waliofanya na waliowatuma na namna yote ile wakafikiri kwamba wanatuzorotesha Chadema, wakafikiri kwamba wanaturudisha nyuma.